Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametukusanya kwenye nyumba yake hii jioni hii kwa ajili ya kuyaeleza masiku yake. Mwenyezi Mungu anataka masiku yake yaelezewe. Alituambia kwenye Qur'an, wadhakirhum bi ayyamillah. Muhammad, watajie watu masiku ya Mungu. Bila ya shaka masiku yote ni ya Mungu. Wasomi wazuri wa lugha wanajua hii inaitwa idhafatu tashrifia, kule kutegemezwa kitu kwamba hiki ni cha Mungu, ni kukipa utukufu kitu chenyewe. Nyumba na kila kitu hapa ardhini ni chake Mwenyezi Mungu, kwa sababu amesema walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, ni vya kwake Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo mbinguni na vilivyoko ardhini, ni mali yake Allah. Mpaka sisi ni wa kwake Allah. Mmesahau, tukipata na msiba sisi Waislamu tunacho kilma kinaitwa al-istirja'u. Ni kilma cha kumrejeshea Mwenyezi Mungu umiliki. Waislamu tukifiwa tunasemaje? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kumbe na sisi ni wa Mungu. Lakini utaona ajabu, msikiti unaitwa Baitullah, ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, wakati kwa kuwa vya ardhini vyake ni vyote, ni vya kwake Mola. Hata nyumba unokaa wewe uloijenga kwa mikono yako pia ni ya kwake, lakini ile ya kwako wewe hujamsikia mtu anasema hadha Baitullah, hii ni nyumba ya Mungu. Hata mwenyewe huwezi kusema, hata kwa utani. Uliwahi kumwambia mtu ukimwashiria nyumba yako, alakhi hadha Baitullahi, hii ni nyumba ya Mungu? Hujawahi kuthubutu kufanya kitu hichi. Na wakati unakiri we mwenyewe kwamba vilivyoko ardhini vyote ni vya Allah, na miongoni mwa vilivyopo ardhini si ni pamoja na nyumba yako, basi na yenyewe ni ya Allah. Ukiona kitu kimetegemezwa kwa Mola, inaitwa idhafatu tashrifia, ni kwa sababu ya utukufu wa hicho kitu. Baitullah, Mola katukusanya kwenye nyumba hii kwa ajili ya kutajiana na kuelezana masiku yake. Wadhakirhum biayamillahi, watajie Muhammad masiku ya Mungu. Hao watu wenye kumiliki sayansi ya lugha, hichi kitu wanakiita majazi mursal, min babi dhikri dharfi wa iradati almadhruf. Mola akisema wadhakirhum biayamillahi, watajie masiku ya Mungu, hapa yametajwa masiku, lakini Mungu anataka tuhadithiane yaliyotokea kwenye hayo masiku. Wadhakirhum biayamillah, watajie masiku ya Allah, yani watajie watu yaliyotokea kwenye hayo masiku ya Mwenyezi Mungu. Tunalotakiwa kufanya hapa ni kuhadithiana matukio. Siku kama siku haina neno, chenye kuzingatiwa ni kilichomo katika hiyo siku. Ndiyo maana tumekaa hapa jioni ya leo, na wengine wenu alhamdulillah mlikuwepo na jana, mkapata thawabu za kukaa msikitini. Inshallah na leo Mola atupe thawabu za kukaa hapa. Atusaidie Mwenyezi Mungu tuweze kuzungumza vizuri, atupe nguvu ya kuzungumza anavyotaka mwenyewe, anavyoridhia. Kwa sababu gani? Malaika walisema subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Umetakasika Mola wetu, sisi hatuna ilmu ila ile uliyotufundisha wewe, na sisi hatuna ilmu isipokuwa kile alichopenda Mola tukijue. Kama alivyopenda tukijue subhana, atuwafikishe kukisema anavyopenda mwenyewe. Tusiseme neno hapa
sio kwa ajili ya kumridhisha Mungu, kuridhisha wengine, la, tusemeni kumridhisha yeye subhanahu wa ta'ala, aturidhie, atuongezee thawabu kwenye mifuko yetu na iwe katika mizani ya mazuri yetu siku ya kiyama. Na nyie wenzangu mtakao nisikiliza, Mola kujalieni msikilize vizuri, msikilize kwa namna inayomfurahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna usikilizaji unamuudhi Mola, yani kuna namna ya wewe kusikiliza ambayo baadaye Mungu anachukia tu. Yani wewe kusikiliza na kuto kusikiliza kwa namna hiyo, inakuwa bora kuto kusikiliza. Ndiyo nini haya maneno? Ndiyo ile tabia iliyojengwa na Waislamu wa sasa. Sitaki kusema ni nyinyi, lakini munielewe, ndiyo tabia ya Waislamu wa zama hizi, na wallahi ni tabia mbaya. Ipi? Ni ile tabia ya kuyasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na kuyasikiliza maneno ya Bwana Mtume Muhammad kama kiburudisho, yani kusikiliza kama burudani. Unamsikiliza msemaji anamueleza Mungu anavyosema, msemaji anaelezea anavyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukitoka hapo umeshaburudika, unayawacha hapo hapo, yani ulikuwa kwenye kiburudisho, na wallahi unaburudika. Ukifika nje, kuna wengine wanakijiushabiki kidogo, anamwambia mwenzake, bwana una habari? Leo shekhe ameua kabisa, leo ndio kaua, kamaliza kila kitu, kwa namna ulivyoburudika. Ikiwa shekhe ameua kwa kuzungumza vizuri mpaka ukaburudika, unatakiwa na wewe uue kwa kusikiliza vizuri na kuzingatia na kwenda kutumia. Ikiwa unasikiliza tu ukamwachia, basi ikawa sawa na mtu alokuwa anasikiliza mziki. Ndugu Waislamu, ukisikiliza mziki, Mungu atulinde na mambo ya miziki, halafu baada ya kusikiliza unafanyaje? Si ndio unafunga redio au TV, si imekwisha habari? Kuna la ziada gani? Ikiwa tuna tabia na sasa ipo ya kusikiliza maneno ya Mola wetu yanayotuongoza kwenye usalama, tabia ya kusikiliza maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kisha tukamwachia msemaji, tulilopata sisi ni burudani tu, wakati huo kusikiliza si bora, bora kuto kusikiliza. Maana unajikusania hoja, unakushanya hoja ya kwenda kukudhuru mbele ya Mungu siku ya kiyama. Ulisikiliza anavyotaka na hukuzingatia na hukutekeleza, ulitosheka ukaburudika tu, bora usisikilize. Ndo maana nimesema kutoka moyoni kabisa, kwa heshima, na nyinyi wenzangu, Mungu ajalie msikilize namna anavyoridhika Mungu. Msikilize, na katika maneno tutakayoyasema limo la kuzingatia, lizingatiwe, lakini hasa kuna la kwenda kutumia, likatumiwe, ili tuendelee na safari ya kurudi kwa Mola kwa usalama, na siku ya kiyama tukutane naye kwa usalama insha Allahu taala. Wadhakiruhum biayamillah. Tunataka kutaja matukio, na hasa tukio kubwa la safari ambayo Mola alimkirimu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, safari takatifu, rihlatun muqaddasa. Ni safari takatifu ambayo haijawahi kufanywa na mwanadamu kabla ya Mtume Muhammad, na baada yake hajafanya mwingine. Ni safari mahsusi sana, safari ya kwenda kwa Mola wake, kwenda kuzungumza na Mola wake biduni turjuman, biduni wasita. Ni msafara wa kwenda kuzungumza na Mola subhanahu wa ta'ala bila kuwepo katikati mwingine. Iwe Mola anasema na Bwana Mtume anasikia, na Bwana Mtume anasema na Mola wake anamjibu. Huu ni msafara mkubwa sana ambao Mola alimruzuku mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jana mlibarikiwa na Mwenyezi Mungu mkasafiri, rihlatun nadhariyatun fikriya, mkasafiri hapa kwa jicho la fikra, mkatoka zenu Makka karamaha Allahu taala,
mkafika zenu mpaka Falastini, asimati almamlakati Sulaimania, mkafika Palestina jana, mkiwa naye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na safari ya ardhini ilikwisha jana. Mimi nataka tusafiri, ta'alau ma'i nurafrifu biajnihati arrahma wa natwi sab'a tibaq ila malakuti sama bi'auni Allah ta'ala wa husni tawfiqihi. Mimi nakualikeni hivi sasa tuanze msafara kwa pamoja, tuanze kuzikata mbingu moja baada ya nyingine, twende zetu mpaka ufalme wa juu, lakini tunaongozwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fata'alau ma'i naqdi hadhihi al-lahdhat al-yasira wad-duqaiqat al-mubarakati ma'a ar-rasul. Tuambataneni na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuende tukayaone yaliyojiri katika msafara huu wa anga. Huu ni msafara wa anga uliofanywa na mwanaanga wa kwanza bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa kabla shuru'i fil maqsud bi'auni Allah ta'ala dhil jud, kabla sijaingia kwenye yaliyotakiwa tuzungumze hapa, nataka nikupeni sababu kidogo kwa nini bwana mtume anapelekwa mbinguni. Kwani Mola asingeweza basi akatafuta mahala popote hapa ardhini akafanya ndiwe eneo la mkutano kati yake na mtume wake Muhammad? Nani ilikuwa, kwani isingewezekana? Mbona wafalme, hata marais wetu hapa Tanzania, unaweza ukasikia leo mheshimiwa rais atakuwa na semina elekezi kwa mawaziri, manaibu waziri, wakuu wa mikoa na makatibu wakuu. Kikao hichi cha semina elekezi kitafanyika Arusha, Ngurdoto. Hamjawahi kusikia? Nani anamzuia rais kufanya hivyo? Si anaweza kuzungumza nao Ikulu, au sio? Naweza kuambia njoni Ikulu, na mara nyingi anawaita, lakini kwa kuwa ni mfalme, yeye anachagua mahala anapopapenda. Hapa ndiyo nataka nizungumze na hawa wateule wangu. Sasa Mola kwa safari hii aliamua kituo cha mazungumzo kati yake na bwana mtume Muhammad kikawe angani na sio ardhini, na hiyo ni sehemu ya utukufu wake sallallahu alayhi wasallam. Kikao, eneo la kikao ni mbinguni. Kwa nini yawe hayo? Nina hakika jana mliambiwa mwaka wa tukio hili la Isra na Mi'raj yalitokea matukio ya kumuhuzunisha sana bwana mtume Muhammad, na ule mwaka ukaitwa amul huzni, amu al-huzni, mwaka wa huzuni. Mwaka wa huzuni kwa nini? Ilikuwa kabla ya safari hii mtume alifiwa na mke wake mpenzi, na kwa zama zile ilikuwa ndiyo mke wake wa pekee, mke wa kwanza wa bwana mtume Muhammad, ambaye alimuamini bwana mtume wakati wanamkufuru wengine. Khadija bintu Khuwailid amanat bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama hina kafara ghairuha. Wakati wengine wanampinga bwana mtume, Bi Khadija alikuwa ndo Muislamu wa kwanza akamwamini mtume wake, na ndiye mama wa watoto wake wote ukimtoa mmoja tu. Bi Khadija kazaa na bwana mtume watoto wa mtume wote ukimtoa mmoja tu, ambaye anaitwa Mariatul Qibtiyya, anaitwa Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyezaliwa na mjakazi kutoka Masri, anaitwa Mariatul Qibtiyya. Huyu mwanamke alikuwa tajiri kwa hakika, lakini baada ya kuingia kwenye mikono ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akampa mtume usimamizi wa maisha yake na usimamizi wa mali yake, na hakumuudhi bwana mtume kwa mali yake. Kullukum ta'lamuna jayidan, zama hizi ukibahtika ukampata mke ana mali sana, ana mali nyingi, na pengine hiyo mali imekuwa ndo sababu ya wewe kumtafuta, sio mbaya, hata sio ubaya sana. Mtume kasema tunkahul mar'atu li arba'i,
Mwanamke anaolewa kwa moja ya sifa sita. Moja kati ya sifa sita, limaliha, kwa mali yake. Unamuoa mwanamke mwenye mali upate kupumzika. Na nimeona ajabu, siku hizi ndo hitajio la vijana wengi. Vijana wengi wakifika hapa kwenye eneo la kuoa, wana macho mazuri, wanapima sana. Vijana zama hizi wana pointi, anatafuta akampate mama ambaye hatowajibika kuleta nusu kilo ya sukari, sijui kuleta mchicha nyumbani. La, yeye atakwenda nyumbani pale kuwa baba, kwa maana ya baba tu, sio kwa maana ya baba, tuelewaneni. Atakwenda pale kama baba tu. Lakini ukimpata mwanamke mwenye mali siku hizi, mara nyingi ni kwamba wanawake wenye mali walioolewa na watu duni, wale wanamume hupata mateso makubwa zama hizi, ikiwa ni pamoja na kudharauliwa, kuto kuheshimiwa. Na yule mwanamke mwenye mali zama hizi, wengi wao, wako wachache walonusuriwa na Mola, lakini wengi wao ni yule anataka sasa salta, anataka shauka, anataka saitara. Anataka mwanamke mwenye mali zama hizi wewe uwe chini yake, yeye awe juu yako. Na kuna siku utalia kilio. Unaweza ukaamka asubuhi ndani humuoni, saa 5, saa 6, saa 7 anakupigia simu. Ukiangalia namba sio ya Tanzania, sio namba ya nchini. Ukipokea simu ni yeye. Salamu alaykum. Salam. Mume wangu nilitoka mapema hivi, niko Dubai hapa, nimekuja kuchukua mzigo mara moja. Yuko Dubai, wala hakukuaga. Na wewe huna la kufanya, unabaki kuomba dua, Mwenyezi Mungu, huyu mwanamke nilindie huko Dubai, kwa sababu kuna Waarabu kule na wana pesa, nilindie Mola. Bi Khadija hakumfanyia hayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu mama alikufa kabla ya kadhia hii ya Isra na Mi'raj. Ukifiwa na mke wa namna kama hii, huzuni yake na maumivu yakoje? Hawa tu wa kwetu wa sasa, ukifiwa naye una msiba, na wewe mpaka unakaa eda, najikuta na umekaa eda, utafikiri na wewe ni mwanamama. Mtume alifiwa na huyo mtu kabla ya hii kadhia. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopigwa na kupingwa na watu wa Taif, watu wa Makka, aliamua kwenda Taif kupeleka dini ya Mwenyezi Mungu kule Taif. Yaliyomkuta Taif tunayajua. Alidharauliwa kuliko Makka, na ikafika muda akapigwa kule Taif bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akanyanyaswa hivi. Matukio yalompata kabla ya safari hii, Mwenyezi Mungu aliamua kumliwaza. Alimliwaza mtume wake kwa mambo mawili, nakumbuka. La kwanza, alishushiwa bwana mtume sura ya 12 kwenye Qur'ani, inaitwa suratu Yusuf. Ilishuka suratu Yusuf, imejaa maliwazo, imejaa ile sura misukosuko waloipata mitume kabla yake, lakini walipovumilia walitokea kwenye utukufu mkubwa. Ni kama Mola anamwambia subiri kama walivyosubiri wengine, fasbir kama sabara ulul azmi al-khams min ar-rusuli, kama walivyovumilia mitume wa zamani kwa mitihani yangu, na wewe subiri. Suratu Yusuf, anayetaka kusoma misukosuko ya maisha ikoje, aishike suratu Yusuf. Anayetaka kusoma namna gani kwenye mitihani mtu avumilie, aisome suratu Yusuf. Anayetaka burudani kama mnaoipenda, yani unasoma mpaka unaburudika, ni suratu Yusuf. Ahsan al-qasas, ndio kisa kizuri kuliko vyote kwenye Qur'ani. Mola akasema ni suratu Yusuf. Anayetaka kujua siri za kilimo, ni suratu Yusuf. Anayetaka kujua utawala, namna gani atafanya utawala, asome suratu Yusuf. Ilishuka sura hii kumliwaza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na la pili ilikuwa ni kukirimiwa safari ya kwenda mbinguni. Ni kama kwamba Mola anamwambia, ikiwa wanakudharau na kukudhalilisha watu wa ardhini, hebu njoo mbinguni uione heshima yako. Usijali na hawa, wacha wakudharau, wakutukane, wakupige mawe, wafanye havyo, lakini njoo mbinguni mtume wangu uione heshima yako ilivyokuwa kubwa. Mtume kapelekwa mbinguni kwenda kuiona hadhi yake, na naam, aliiona hadhi yake sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islamu,
yaliyojiri pale msikitini Aqsa, Masjidul Aqsa Palestine, na yakamalizika, ililetwa ngazi, jia bil mi'raj, ililetwa ngazi. Mara nyingi watu wakisikia kisa hichi, wakasikia ililetwa ngazi, wanajua ni kama ngazi inaweza kutumika hapa msikitini Mtambani, akija fundi kupiga bati huko juu, anapanda hatua moja kwenye vile ngazi vya ngazi mpaka juu, au sio? Fikra ni hivyo. La, haikuwa ngazi ya namna hiyo. Ilikuwa kinakuja kitu sawa sawa na huu ubao, halafu mtume akipanda kinaruka naye. Yani si zile ngazi za kupanda kama tunopanda hapa kwenda kwenye mimbari, Waislamu mnanielewa? La, ni ngazi ya kama lifti, ili tuelewane. Ngazi ya kupanda mbinguni mtume ilikuwa na sura ya lifti. Sasa hapa tumeelewana. Alana ara al-amina Jibril alayhi salatu wassalam yas'adu ma'a al-habib al-mahbub. Aminu samai yurafiku amina al-ardi. Waaminifu wawili wakubwa wa Mwenyezi Mungu sasa wanafuatana safari. Muaminifu aliyeaminiwa kwa masuala ya mbinguni, Jibril alayhi salam, anaambatana na muaminifu aliyeaminiwa kwa masuala yote ardhini. Aminu samai maa amini al-ardi. Waaminifu wakubwa wawili wako safarini sasa. Msafara umeandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanasafiri waaminifu wawili. Walikuwako na malaika wengine kusindikiza msafara huu. Jibrili ndiyo aminu sama, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhi quwwatin inda dhil arshi makinin muta'in thumma aminun. Mola anamuita Jibrili ni muaminifu mkubwa kule mbinguni. Na hapa duniani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hata kabla ya kupewa utume, walikubaliana watu wote, kila mtu aliye na amana yake pale Makka anataka ihifadhiwe, na huku moyo umepoa, amana ile ikawekwe kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume ndo alikuwa benki ya watu, mpaka wale makafiri wasomtaka walihifadhi mali zao kwake. Ndiyo mahala unaweka amana yako na huna wasiwasi. Na mwisho walimuita as-sadiqu al-amin, ni mkweli na muaminifu. Mwenyezi Mungu atupe sifa hiyo na sisi inshallah, tuwe wa kweli na tuwe waaminifu. Kitu kikubwa kilichopotea zama zetu hizi, kusema kweli, ni uaminifu. Kad ghabat anna al-amana, amana kwetu imepotea. Wa kathurat fina al-khiyana, kilichokithiri kwetu ni khiana. Uaminifu, ya subhanallah. Wewe mtafute mtu alafu mwambie, sikiliza ndugu yangu, mimi nasafiri na kwenda nje ya nchi kikazi, na kwenda Dubai, na kwenda Qatar, na kwenda wapi kikazi, na kwenda China, lakini unaweza kwenda huko ukashindwa maisha na mara moja ukaamua kurudi. Sasa na kuachia amana yangu vijipesa hivi milioni 25 30, hebu nihifadhie. Siku nitakaporejea baada ya kushindwa huko, utanirejeshea amana yangu ili nipate mahala pa kuanzia maisha. Zama za sasa ukishamfanyia mtu hivyo, ukampa milioni 25 akutunzie, ukishampa na ukampa mgongo, unaondoka na yeye atageuka aelekee kibla. Akielekea kibla yatamtoka maneno aseme, alhamdulillahi alladhi yarzuku man yashau bighairi hisabi. Namshukuru Mola anawapa riziki watu bila hisabu. Hii riziki kitako inaitwa imekuja yenyewe. Al-amana. Wameondoka waaminifu wawili kuelekea mbinguni. Fa idha huma bibabi samai dunia, mtume kafika mlangoni kwenye mbingu ya kwanza. Natamani mjue kama nilivyojulishwa mimi kwamba lisamai abwabu, mbingu ina milango. Hii mbingu mnayoiona inayo milango ya kupita kwenda juu na milango ya kutoka juu kuja chini. Mbingu ina milango. Aliyesema mbingu ina milango nani? Ni yule yule aliyoiumba mbingu mwenyewe. Muumbaji wa mbingu ndo katuambia mbingu zina milango. Yakulu subhanahu wa ta'ala,
innal ladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samaa wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyati. Mola anasema waliozipinga aya zangu na wakafanya kibri kwenye ardhi bila ya haki, la tufattahu lahum abwabu samai, haitofunguliwa milango ya mbingu kwa ajili ya roho zao kupita. Haitofunguliwa milango ya mbingu. Una mahallu shahid, kumbe mbingu zina milango. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeambiwa, akifa mtu mwema, idha mata al-abdu salih, akifa mtu mwema, Mola nasi tujalie tuwe watu wema na tufe tukiwa wema. Idha mata al-abdu salih wal muslimu sadiq fa innahu yabki alayhi mawdhi'ani, akifa mtu mwema kuna sehemu mbili zinamlilia mtu mwema. Mawdhi'un fi sama wa mawdhi'un fil ardi, kuna sehemu ardhini inamlilia mtu mwema, machozi inamlilia. Usiseme mbona watu wema wanakufa wengi na mimi sijaona hiyo mbingu ardhi inaliaje, mbona sijaona machozi ya ardhi inaliaje. Ukisema hujawahi kuona machozi ya ardhi inavolia, na mimi nitakwambia hebu nionyeshe machozi ya samaki yakilia. Na samaki huwa analia wakati mwingine, na mimi utabidi nionyeshe machozi ya samaki. Kuna wakati kuna mdudu mdogo namli, naye huwa akalia. Sisimizi anaweza akalia. Sasa pia utanionyesha na hayo machozi ya sisimizi. Unatakiwa kujua kinacholia sio lazima wewe uone machozi yake, ni kwamba jambo hulia. Kuna mahala ardhini akifa mtu mwema panalia, na kuna sehemu mbinguni akifa mtu mwema panalia. Amma almawdhi'u alladhi yabki alayhi fil ardi faha hiya alamkinatu allati kana yasjudu fiha, zile sehemu zinazomlilia hapa ardhini, ndugu Muislamu, ni yale maeneo ambayo huyo mtu mwema alikuwa anamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zile sehemu ulizokuwa ukiweka paji lako la uso kwa ajili ya kujinyenyekeza kwa Mola wako, zile zinatoka machozi, zinakukosa zile, zinakubisi, zinatoka machozi. Wal mawdhi'u fi sama huwa al mawdhi'u alladhi satas'adu ruhuhu fihi, ni ile sehemu ambayo roho yake huyu mtu mwema alokufa itapita roho yake kuelekea huko mbinguni. Kuna mahali roho ikitolewa anakwenda kukabidhiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale itakapopitishwa roho yako kwa kuwa ni mtu mwema, na penyewe pia panakulilia. Tuthibitishe kilio cha mbingu na ardhi kwenye Qur'ani. Qur'ani ituambie mbingu inalia na ardhi inalia. Yakulu Maulana jalla thanauhu kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika awrathnaha qauman akharin. Njoni hapa, fama bakat alayhimus samau wal ardu wama kanu mundharin. Haya ni maelezo kuhusiana na kugharikishwa watu wa Firauni na kaumu yake, wamegharikishwa kwenye maji. Mungu ametueleza mambo yao, lakini baada ya gharka yao Mola anasema fama bakat alaihimus samau wal ardu, hazikulia kwa ajili yao mbingu wala hazikulia kwa ajili yao ardhi. Wama kanu mundharin, na wala hawakupewa muda. Ala, kumbe watu waovu kama Firauni wakifa hawaliliwi na mbingu wala hawaliliwi na ardhi. Mafhumu mukhalafa, wakifa watu wema mbingu na ardhi zinawalilia, waovu hawaliliwi. Tufahamu mbingu zina milango. Bwana Mtume kafika kwenye mlango wa mbingu ya kwanza. Yeye ni mgeni huko. Innahu dhaifun ilahiyu, ni mgeni wa kimungu siku hiyo. Kufika uwingu wa kwanza, zikaanza kanuni za adabu za kimungu. Mwenyeji, ukiwa unasafiri una mwenyeji wako, hutakiwi kuwa mbaramaki. Si siku hizi wa baramaki. Yaani we ni mgeni huko unapokwenda na unaye mwenyeji, lakini utatokea we kuwa msemaji zaidi kuliko huyu mwenyeji wako.
kila mahala unajua na kila jambo ueleze wewe, wakati mgeni. Bwana, unaona huu msikiti napita Kinondoni hapa miaka ya nyuma, mbona kuna mtu anakaa hapa Kinondoni nyuma ya msikiti, alafu unataka kumfundisha msikiti ulivyo? Ule ni ubaramaki, ule ni kujitia ujuzi na sio adabu ya ugeni. Mgeni katika adabu yake awe msikilizaji zaidi kuliko kuwa msemaji zaidi. Mgeni anatakiwa kuwa anasikiliza zaidi kuliko kusema. Algharibu a'ma walau kana basira, mgeni ni kipofu hata kama anayo macho. Anatakiwa kumsikiliza mwenyeji wake. Umegongwa mlango wa mbingu ya kwanza, taraka baba sama'il ula, umepigwa mlango wa mbingu ya kwanza, hodi imehodishwa, pakasikiwa sauti uko ndani. Man hadha, ndo nani huyo anabisha hodi? Walmustaftihu huwa Jibrilu alayhi salatu wassalam. Anopiga hodi jamanini sio mgeni. Ni nani? Ni mwenyeji. Mwenyeji kahodisha. Walioko huko ndani mbinguni paliulizwa, man hadha, nani huyo anahodisha? Kila Jibrilu, aliyehodisha akatoa jibu, anayepiga hodi hapa ni Jibril, na Jibrilu ndio raisul malaika fil ardhi wa fis samaa, hana haja ya kuhojiwa. Haya, Jibrilu umekuja, man maaka, umekuja na nani? Nani uko naye? Qala Muhammadun, siko peke yangu, niko na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Limekuja swali, awaqad ursila ilayhi, je, huyo ulofuatana naye ameshapewa utume? Mola kashamkabidhi utume tayari? Qala naam, Jibril kasema ndio, mimi nakuja sasa na mtu Allah kashamchagua kuwa mtume. Qila marhaban bikuma, marhaban bihi, mlango umefunguliwa, fafuti halbab, ukafunguliwa mlango. Kabla ya kuangalia ndani, tumeshafunguliwa mbingu ya kwanza. Ndugu Waislamu, tukae hapa kwenye kupiga hodi na makaribishano. Ndugu Waislamu, Jibrili ni mwenyeji kule mbinguni na takriban malaika wote wako chini yake. Kwa nini anahodisha? Ndugu Muislamu, kuna mafunzo hapa. Hata wewe nyumbani kwako ukitoka ukirudi, shika sunna hii, hodisha. Hodi humu ndani ni kwako, lakini hodisha. Hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa haingii nyumbani kwa kuvizia. Sisi wanamume wa leo unatamani uingie ndani, lakini uende unavizia, kwa sababu unajua nataka siku moja nikute tatizo, na kuna siku utalikuta. Kwa kuwa una hamu ya kukuta tatizo, endelea tu kuvizia, siku moja utalikuta, na ukilikuta utakuwa huliwezi. Utamkuta assistant yuko nyumbani, utamkuta naibul fa'ili kashakuwa nyumbani na anapewa haki zote za fa'ili kwa sababu ya kuvizia. Nenda waziwazi, piga hodi. Wacha hayo maneno. Utasema kwani lazima nikamkute mtu wa ovyo? Unachovizia mwanamume wa leo, hupigi hodi nyumbani. Shida yako uvamie, ukute kuna matatizo, upigane. Sasa ukipigwa, unamjua aliyomo ndani, nguvu yake. Unaweza ukavizia na ukafanikiwa, na kweli ukamkuta ulikuwa unadhani ni mkute, ukamkuta kweli, lakini huyo mtu ni miraba minne. Yaani kifua chako wewe mpaka viwe vinne vitano ndo chake hichi kimoja tu. Utajikuta unatia vituko, badala ya kuleta ukali na nguvu, utatoa salamu alaykum. Salamu alaykum bwana. Bwana, siku nyingi hatujaonana, kwani upo mwenzangu? Siku nyingi. Ushakuwa dhalili tena. Usivizie. Tumemwona Jibrili mbinguni ndio kwao, lakini akafika kahodisha. Amehodisha. Ni adabu dukhulil manzil. Ndio adabu ya mtu kuingia nyumbani kwake. Ingia uhodishe waziwazi, na usiwadhanie watu wa nyumbani kwako ubaya. Mtume Muhammad anasema dhannu bilmu'minina khaira, wadhanieni watu wenye imani kheri. Na kama kuna watu wenye imani ana kuliko mkeo, si ndio ulomchagua ukae naye nyumba moja, umemchagua ulale naye chumba kimoja, umemchagua huyu mwanamke ulale naye kitanda kimoja, lakini mpaka shuka moja.
Si umemchagua mwenyewe? Sasa mbona humuamini? Unakuja unamvizia, unatafuta nini? Tumesoma hapa, kumbe hata kama unaingia kwako usijifiche na uhodishe hodi hodi. Wacheni hiyo ya kuvizia na ubaya. Unaweza kuta mashaka lakini mazuri tu, yala hayana ubaya. Jamani, haya maisha tunaoishi, tumetofautiana uwezo wetu wa maisha. Kuna watu wana uwezo wa daraja la kwanza. Kama hunielewi na kusaidia, yuko mtu ana muda mrefu mno hajawahi kufikiri, hivi mimi nitakula nini? Hivi nitavaa nini? Hivi nikiumwa nitajiuguzaje? Watoto wangu watasomaje? Kuna mtu hayo mawazo yalishaondoka nyumbani kwake, hayapo tena, hafikirii hayo. Ukimwona kaka anafikiria akaunti zake kule benki, anafikiria mapesa yake namna gani ya kutumia, anafikiria nitatumiaje, nikafungue wapi sheli, wapi nikafungue bureau de change, wapi nikafungue international school. Anafikiri matumizi. Akiamka nyumbani anatoka, wala hajui nyumbani kumepikwa nini, isipokuwa anajua akirudi atakula. Ukiona we unatoka nyumbani jioni unarudi, una uhakika nitakuta maharage, bado. Kama una taarifa ya bamia imepikwa nyumbani, we uko Kinondoni na unajua bamia nyumbani imepikwa, bado una safari. Muombe Mungu akusaidie. Waliovuka daraja la kwanza hawajui nyumbani kumepikwa nini, ila atakuta kumeandaliwa mambo mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ataikuta meza inamwambia karibu karibu karibu, nyosha mkono unapopataka, ni pazuri. Daraja la kwanza hilo. Lakini kuna watu daraja la pili. Ni kweli anaweza kufikiri atakula nini, anaweza kufikiri atavaa nini, lakini anapo mahala pa kwenda akapata hicho cha kukila, anacho mahala pa kuhangaika akapata hiyo sabuni ya kufulia nyumbani, anapo ni second class. Kuna daraja la tatu baya mno, Mwenyezi Mungu asitutie katika daraja hilo. Ni yule mtu kusema kweli hajui atakula nini, anaamka asubuhi, sio tu hajui kesho yake, hajui hata leo yake. Na watu wana lugha wanasema, bwana nisipotoka nitakula nini mimi? Yaani inabidi kule kutoka ndo apate chakula chake, sijui mnanielewa? Ili kundi wapo watu wengi mno, pengine tukiwemo sisi hapa. Anaamka wala hajui aelekee wapi. Ndo kashaamka na dunia inagizagiza, hajui hata aelekee wapi. Mfukoni kweusi na dunia nyeusi. Anatoka maskini, anakuja kituo cha basi hapa Mtambani hapa. Anasimama, anaanza kupwenti watu wanaopanda daladala na wanaoshuka. Halafu atamchagua mmoja. Bwana salamu alaykum. Wa salam. Bwana samahani. Bwana mimi mwanamume mwenzio, na tumeambiwa na wazee wetu zamani, bwana mficha uchi hazai. Wana balagha. Anajua kuimbisha kaswida mpaka utacheza tu kaswida yake. Tumeambiwa bwana mficha uchi hazai, na mimi ni mwanamume mwenzio, sasa nitajificha, nitadhalilika bwana. Mwingine atamtukana, mwingine atamkejeli, lakini kuna mtu atamsikiliza. Sikiliza bwana, mimi nafanya kazi Mwenge au Tegeta. Nimetoka asubuhi nyumbani, nimepanda gari, nimefika hapa Mtambani, nadaiwa nauli, kumbe waleti nimeisahau nyumbani. Nimesahau nyumbani waleti, sina hata shilingi hapa, nimesahau waleti nyumbani, nisaidie nauli tu kufika Mwenge. Anasema kasahau waleti, hajawahi kushika waleti toka azaliwe mkononi, kasahau waleti nyumbani. Watu watano watampuuza, watamtukana, atapata japo wawili watu wema hawajaisha. Watu wema dunia hii bado wapo, atapata wawili watatu watampa. Huyu kampa 2000, huyu kampa 1000, tahamaki mpaka saa 5, ana shilingi 5000, 6000, anarudi nyumbani haraka mno angalau awahishe chai. Maisha haya Mungu asitupe haya maisha mabaya sana haya. Maisha haya yanakuweka karibu kabisa na moto wa Jahannam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab alisema, "Law kana al-faqru rajulan laqataltuhu, lianna al-faqra ma masha wahdahu illa wa wara'ahu al-kufru yaqulu lahu khudhni ma'ak." Ufakiri haujawahi kutembea peke yake, ila ufakiri ukitembea nyuma yake kuna ukafiri. Ufakiri na ukafiri ni kama ndugu. Ule ufakiri nyuma yake kuna ukafiri, unamwambia ufakiri usiende peke yako, nichukue na mimi. Mola atukinge na ufakiri inshallah.
Sasa kwa maisha kama hayo, mtu ana chumba kimoja tukapanga na kijisebule kidogo, katembelewa na mgeni, na pengine mgeni ni dada wa mkewe au mama wa mkewe, yeye hayupo, kaenda kazini. Sasa huyu mgeni dada mtu au mama mkwe humu ndani, jioni kapewa maji kaenda kukoga. Si unajua chumba ni kimoja na anajua mkwe hajarudi, sio? Mkeo kama mama, badilisha nguo upesi hapa hapa sebuleni, kwa sababu si hayupo. Yule mkeo yuko kwa jirani kaenda kuomba kitu, maskini. Unarudi huko na mpango wako ule wa kuvizia. Una mbinu yako ya kuja kuvizia. Unavizia, unafika, unafungua mlango uso kwa uso na mama mkwe akiwa hana nguo hata moja. Sasa umemuona mzaa chema. Hebu niambie, unarudi nyuma? Utakwenda kumkumbatia kwa kumpokea? Unaweza kufahamu, oh mama, oh hivyo hivyo hana nguo. Utafanyaje? Utafanyaje? Ulitakiwa usivizie, uje ugonge mlango, uambie asalamu alaykum, ndani kuna dharura kidogo. Sasa utajipanga namna mzuri. Tumejifunza yaliyotokea uwingu wa kwanza. Jibrili anaishi mbinguni, lakini hakuingia. Angeweza kuingia tu, wala hakuna malaika angemzuia. Hakuna malaika hata mmoja angemzuia Jibrili, lakini kahodisha. Na ameulizwa, we nani? Urudi nyumbani leo upige we nani? Ukiingia ndani na makofi yanaanza. Nyumbani kwangu naambia mie nani? Ushetani tu. Sema mie mumeo, nimerudi. Usikie furaha, oh karibu mume wangu, karibu, kwa raha kabisa. Sasa unavizia atakupokea nani? Jibrili kagonga mlango, umefunguliwa, uko na nani? Na ni nidhamu. Hata wewe mume wangu uko peke yako, pengine ni mke wao, niko hapa sebuleni hapa navaa, au sio? Uko na nani? Uko na mgeni. Basi mgeni asubiri kidogo. Waislamu, nanielewa? Ni nidhamu tumeipata kwenye uwingu wa kwanza. Mtume kaingia uwingu wa kwanza, fa idha bi abihi Adam. Uwingu wa kwanza imetokea ajabu kubwa, Waislamu, ajabu kubwa sana. Hapa jana mliambiwa maneno sawa sawa kwamba mtume alipofika Masjidul Aqsa Falastini, aliwasalisha malaika wote, wale mitume wote wa Mungu. Jana mliambiwa hapa, sio? Aliwasalisha. Lamma ra'au alhabib almahbubi waqif amamahum, qala lahu alkhalil Jibril, ya Muhammad taqaddam litusalli bin nasi imama. Muhammad, tangulia usalishe watu. Salli bi ajma'ina lianna rabbal arshi kad a'la lakum fakhra. Tangulia usali, wewe ndio imamu wetu. Amewasalisha mitume wote wa Mungu 1,124,000. Mtume ni imamu. Salla bihim imama, asra bihi maulahu idh malaiku warusul fil masjidil aqsa ala qadami, nashi'atul khaliqil bari wa sin'atuhu wa qudratullahi fawqa ash-shakki wat-tuhami. Salla wara'aka kullu man dhi alamin wa man yafsi bihabibillahi atamimi. Amewasalisha. Ajabu ni hivi, yeye kawasalisha ardhini, yeye kapanda juu kwa lifti ambayo ndio miraji. Akifika mbingu ya kwanza akamkuta Adam kashafika. Alitakiwa kamwacha huko chini asimkute wingu wa kwanza. Fa idha bi Adam, amemuona baba yake Adam ambaye kamsalisha huko ardhini. Yeye kapandishwa na lifti na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na Adam kapandishwa na nini? Ilikuwaje? Kumbukeni malengo ya safari. Na jana mlisomewa aya hapa, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa. Limadha kana ibtida'u rihlati masjida wal intihau masjida, lianna tarbiyata sahihata la takunu illa fil masajid. Safari ya ardhini imeanzia msikitini na imeishia msikitini. Sasa hapa msikitini kawaacha mitume. Mbingu ya kwanza kamkuta mtume na wengine watafuata huko juu. Walikujaje? Usisahau kile kipande, linuriyahu min ayatina. Safari hii Mola alitaka kumuonesha bwana mtume Muhammad dalili za uwezo wake. Alikwenda safari ya kuona maono makubwa. Akiambiwa duniani Mola ni muweza, mtume ana hoja kwa sababu kaona. Wazalna nielewa? Fa idha bi abihi Adam,
akamwona Nabiullahi Adam, fasallama alayhi, kamsalimia Adam, faradda alayhi salama, amemuitikia salamu, waqala lahu marhaban bil ibni salih wan nabiy salih fa ni'mal majii jaa, karibu karibu mwanangu, karibu karibu mtoto wangu na mtume mwema, karibu. Raa nabiyu sallallahu alayhi wasallam an yamini Adam unasan yanzuru ilayhim Adamu wa yadhhak, wa an shimalihi unasa yanzuru ilayhim Adamu wa yabki, fayasalu alhabibu abahu Adama man haulai wa haula. Bwana mtume kaona kuna watu wako mkono wa kulia wa Nabiullahi Adam, na kila Adamu akiwatazama watu wale anafurahi, anacheka, na upande wa kushoto wa Adam kuna watu, lakini kila Adamu akiwatizama wale watu analia. Bwana mtume kaendeleza sera ya ugeni, sio ule ubaramaki, ujuaji. Hawa ndo nani? Niambie baba yangu watu hawa. Qala Adamu alayhi salatu wassalam, amma alladhina an yamini fahum ahlul janna. Mwanangu sikiliza, hili kundi la viumbe unaliona mkono wangu wa kulia, hawa ndio wanangu ambao Mola atawatia peponi siku ya Kiyama. Na sisi hapa Mola atuchanganye na hao, akatutie peponi inshallah. Wa amma alladhina an shimali fahum ahlun nar, aba unaoona wako kushotoni ndio watu wa motoni hawa. Inshallah Mola atutie motoni sisi moto hatuwezi kabisa, Mungu atutie peponi kwa huruma yake inshallah. Wa baada dhalika salaka an-nabiyyu ila samai thania, naondoka mbingu ya kwanza na kwenda mbingu ya pili. Istaftah Jibrilu kama istaftaha fi samai al-ula, sura ile kuodisha, sio kuvizia. Uwingu wa pili umefunguliwa. Fa idha fiha ibnai al-khala Yahya wa Isa, uwingu wa pili kakuta mitume wawili ndugu. Hawa ni ndugu, kuna Yahya ibn Zakaria na kuna Isa bin Maryam. Hawa ni ndugu wawili, na nitakwambia undugu wao. Huyu Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam amezaliwa na mwanamke tu. Isa ana mama tu, hana baba, na nyote mnajua hivyo, sio? Huyo mama alomzaa Isa anaitwa Maryam bintu Imrana ibn Mathan. Huyu mzee aliyemzaa Maryam, huyu alikuwa ni mtumishi katika Baitul Maqdis, alikuwa ni mtumishi wa msikiti. Mke wake alikuwa akiitwa Hannatu bintu Fakudi. Hanna bintu Fakudi ndiyo mama yake Maryam. Maryam wazazi wake ni Maryam ni Hanna bintu Fakudi, na baba yake ni Imran bin Mathani. Waislamu tunaenda pamoja? Watu hawa wamemzaa Maryam wakiwa na umri mkubwa, walishakata tamaa na kupata mtoto. Sitaki kuingia kwenye tarehe yao. Huyu Yahya bin Zakaria, baba yake ni Zakaria nabiyullah, mtume wa Mungu. Mke wake Zakaria akiitwa Ishau bintu Fakudi. Ishau bintu Fakudi na mama yake Maryamu anaitwa Hannatu bintu Fakudi. Tunaenda pamoja? Utakuja uone mama yake na Yahya na mama yake na Maryam, hawa ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja. Aliyemzaa Maryam anaitwa Hannatu bintu Fakudi, na aliyemzaa Zakaria yule Yahya bin Zakaria anaitwa Ishau bintu Fakudi. Wakristo wanamuita Elizabeti. Kwa hiyo huyu Maryam ye akaja kumzaa Isa. Umefahamu sasa kama Isa na Yahya ni ndugu. Uwingu wa pili Nabiullahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama amewakuta mitume wawili hawa ndugu, ibn al-khala, watoto wa mama mdogo na mama mkubwa, Yahya wa Zakaria. Amewakuta Yahya wa Isa katika uwingu wa pili, Yahya na Isa. Faqila lahuma hadha akhukum Muhammadun, ni introduction, huyu ni ndugu yenu Muhammad. Farahaba bih, wakampokea. Waqala marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi wa ni'mal majii jaa, karibu karibu ndugu mwema, karibu sana, karibu mtume mwema.
wamepeana salamu. Hapa kuna nukta nyingine, ndugu Waislamu. Ukienda nyumba yoyote ukagonga hodi ukapokewa, linalotakiwa baada ya hapo ni kuwasalimia uliowakuta. Ni katika adabu ya kuingia ndani. Na nikwambia, nyumba yoyote, hata ya kwako, umetoka safari kazini, umepiga hodi getini au mlangoni, umefunguliwa mlango, cha kwanza ukiingia ndani kwako mwenyewe, wasalimie uliowakuta. Salamu alaikum, hali zenu, mmeshindaje? Jamanini, mnanielewa? Kuna mtu hana huo mpango, anaona kuwasalimia watu ndani ni kama hadhi yake imeshuka. Basi nifike nianze kuwasalimia mimi tena, hawa si watanisalimia wao. Unazijua hali zao, wasalimie. Ndo alivyokuwa anafanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasalimie uliowakuta ndani. Haya tumeona katika hizi mbingu anazopita Bwana Mtume, ni kusalimiana. Na kuna watu wameadvance katika roho mbaya. Yuko mtu, ya subhanallah, akiwa hayupo nyumbani, familia yake wananenepa, wanamshukuru Mungu sana, alhamdulillah, saizi Mungu yule shetani hayupo saizi, mbakishe huko kwanza. Wanaona raha kwa kuwa hayupo. Wakijua saizi unaanza kurudi, wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Firauni karibu aingie humu ndani, muuza sumu. Wanakonda mkeo na watoto kwa kuwa wewe umerudi. Utakwenda kuingia motoni kwa tabia hiyo. Kwa sababu kwa mkeo Mola akasema waashiruhunna bil ma'rufi, ishini nao kwa wema. Sasa kuishi na mke kwa wema ndio mpaka akonde wewe ukirudi. Ukiishi naye kwa wema ukirudi, anafurahi au anakonda? Anafurahi. Wale watoto wako wengine wadogo maskini, we mule ndani kama simba, unatamani kuwavuruga watu na makucha. Kwa nini? Eti we baba, we ndo baba tena, humu ndani watu wanakosa raha. Unatakiwa kuwapa furaha watu wa nyumbani kama alivyokuwa anawapa furaha watu wa nyumbani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiingia ndani utoe salamu. Mtume kasalimiana na Yahya na Isa, naelekea mbingu ya tatu, ndugu Waislamu. Wa fi samai thalitha iltaka bilkarimi ibn al-karim, very handsome, ndo mnavyoitwa, sio? Ni very handsome boy, ndio sifa ile nyumba wanatakiwa mahandsome waende. Kuna mtu mwingine anasema madhali wanakwenda hawa, mimi siendi. Kama na huyu anaenda, mimi siendi bana, mimi sipewi, siwezi kushindana uhandsome. Jamani, mnanielewa? Kama sifa ya uzuri, kuna mtu akitokea wewe utarudi nyuma, utajua kabisa, hii sura yangu kuna muda bwana inafanana kama kipande cha ndimu. Sasa nikienda kule sipati mke mimi. Hakadha uzuri aloutengeneza Mwenyezi Mungu wa sura zetu aliugawa nusu mbili. Nusu nzima ya uzuri alimpa mtu mmoja tu, Nabiullahi Yusuf. Nabiullahi Yusuf alipewa nusu nzima ya uzuri wa watu. Yaani sisi watu wa dunia nzima, ukimtoa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tumepewa uzuri nusu nzima, tukagaiwa sote. Alafu nusu nyingine ya uzuri akapewa mtu mmoja tu, Yusuf. Isafirishe akili, utajua alikuwa na uzuri kiasi gani. Kuna wanadamu walipomuona Yusuf walidhani sio mtu. Falamma raainahu akbarnahu wa kulna hasha lillah ma hadha bashara in huwa illa malakun karimun. Kuna watu walipomuona walijua huyu sio mtu, huyu malaika huyu. Yani mpaka watu wamejua huyu malaika kwa uzuri. Sasa ukienda naye kushindana naye vipi? Utaoa kweli? Si utatakiwa usamehe tu aendelee basi, utaoa vipi? Si hivyo tu, waqatta'na aydiyahunna, walifika daraja ya kukata mikono yao. Yani kwa kumwangalia mtu anakata pepo, anakata tufaa, sio? Anakata chungwa, kumbe sasa hakati chungwa, anakata mkono wake kwa kisu kikali na hasikii, kwa sababu ya uzuri anaoona kwa Yusuf. Ulama wa tabia wanatuambia alamul jismi idha iltaqa bihalawati qalbi fa inna alamal jismi yadhubu. Maumivu ya mwilini hata yakiwaje, yani mwilini hata ukiwa unaumia vipi, maumivu ya mwilini yakichanganyika na utamu wa moyoni, maumivu mwilini yanaondoka.
Ukiona mwilini unaumia, ujue kwenye moyo hakuna utamu. Utamu ukiwepo, maumivu mwilini husikii. Nikupeni mifano mnaoipenda nyie. Mna mfano nitautoa, mnaupenda nyie, mimi si upendi. Na bado hakuna mtu akunesheshi kuupenda. Hamjaona watu anasimama dakika 90 hivi kama mwanajeshi kuangalia mpira? Hamjaona watu hao? Na wengine si mko hapa au mbona tunakuwa kama tunaangalia chini? Sina wengine nilo mko hapa. Dakika 90 wima, saa nzima na nusu. Na hizo dakika 90 sio za kutulia. Bilisi yakwambia utulie. Na kushangilia, na makelele, na kurukaruka juu. Shetani akizidi na kutukana. Na kutukana kumo. Halafu kipindi kile usikii maumivu kabisa ya miguu, au sio? Husikii kama unaumia miguuni. Utapata maumivu baada ya hiyo mechi kuisha, na hasa ukiwa umefungwa. Sasa pale kidogo utaona kidogo dhiki imeingia. Lakini ule muda wa jambo lenyewe husikii maumivu. Mnanielewa? Yakulu subhanahu wa ta'ala, wajaat sakratul maut bilhaqi dhalika ma kunta minhu tahid. Kuna kitu kitatuijia sote hapa, hakuna atakayesalimika. Kinaitwa sakratul maut, kileoleo cha kufa, yale maumivu ya kufa. Hakuna atakayepona. Hakupona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sote tutapita kwenye hicho kikombe. Almautu babun wa kullu nasi dakhilu, walmautu kasun wa kullu ahadin sharibu. Kila mtu atakufa. Na mara nyingi huwa napenda kusema, sijui kama mtafurahi maskini, na sasa hivi narudia, miaka 15 ijayo humu msikitini nusu yetu pengine tutakuwa hatupo. Miaka 15, au sio? Msilichukie, lakini ndo tunaambiana kabisa. Miaka 15 ijayo ziko sura zinasema kabisa kwamba ndio zinamalizia miaka 15 hatufiki. Na kuna wengine ukiwaangalia unaogopa hasa, unasema huyu si kama bado siku 2 au 1 sijui. Unaogopa kabisa. Tutapita. Kapewa uzuri wote kamili. Na alivyosifiwa nyinyi mnajua. Ahsanu minka lam tarakatu aini, wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u, wa annaka khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tasha'u sallallahu alayhi wasallam. Mtume utadhani aliumbwa alivyokuwa anataka yeye. Utadhani Bwana Mtume siku alipoumbwa alikuwepo, akawa anamwambia Mwenyezi Mungu, na kuomba pua yangu ibonyeze kidogo hapa, kidevu changu kiwe kirefu kidogo, kama tashau, kama anavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo sote wazuri hapa, lakini Nabii Yusuf ni mzuri kuliko sisi. Usione tabu, kwa sababu hapa Tanzania pana watu wamewahi kukubaliana kwamba kuna watu wazuri na wabaya hapa Tanzania, na palifanyika mashindano ya kumpata mbaya kuliko wote hapa Tanzania, na mashindano yakafanyika, na wala hayakuwa na upendeleo. Ilikuwa yani kama ni uchaguzi, ni free and fair election, ni credible election hivyo. Yakafanyika mashindano na mshindi akapatikana kwamba yeye ndio mbaya wa sura kuliko wa Tanzania wote. Aliyeshika nafasi ya pili alikata rufaa kwamba ameonewa, ilitakiwa yeye ndio awe mbaya kuliko wote. Nabiullah Yusuf fi rakmi thani baada nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Uwingu wa 3, Mtume kakutana na mtu huyo. Ukifika kwa mtu huyo, wallahi unapata tamaa ya kumuelezea, na sisi tuna safari ndefu kidogo. Na kwenda uwingu wa 4, fi samai sabia iltaqa bi nabiyillahi Idris. Uwingu wa 4 kamkuta mwanadamu mtume anaitwa Idrisa. Waislamu wengi wakitajiwa Idrisa wanadhani ni mtume wa hivi karibuni, yani mtume wa zama sio za mbali sana. Nabiullah Idrisa alayhi salatu wassalam ni katika mitume wa mwanzo huko wa dunia, mwanzo kabisa. Wamekutana, wakad rafa'ahu Allah ta'ala makanan aliyya, yuko juu huko na ana kisa chake kikubwa sana, naelekea mbingu ya 5. Fi samai al-khamisa iltaqa bi nabiyillahi Harun. Uwingu wa 5 amekutana na mtume wa Mungu Harun. Na kataa
kurudia yale makaribishano na salamu zilizotokea mbingu za huku nyuma. Mnanielewa? Wamekutana uwingu wa tano na Nabiullahi Harun, akhu Musa, ndugu yake Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Wa fi samai sadisa iltaqa bikalimi llahi Musa, uwingu wa sita amekutana na Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Wa fi samai sabia iltaqa bilkhalili Ibrahim alayhi salatu wassalam, abul iman abul anbiya. Wa qad asnada dhahrahu ila albayt alma'mur, kwenye uwingu wa saba kamkuta Nabiullahi Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Ukafanyika utambulisho na kusalimiana. Baada ya kusalimiana, Nabiullahi Ibrahimu amemkaribisha mwanawe, marhaban bil ibni salih, karibu mwanangu, mtoto mwema, wan nabii salih, na mtume mwema, karibu karibu baba, fa ni'mal majii jaa. Mtume anaanza kuondoka pale kwa Nabiullahi Ibrahim, fadaahu maratan ukhra wa qala lahu ya Muhammadun balligh ummataka minni salam wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turba adhbatu alma wa annaha qi'anu wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbaru wala hawla wala quwwata illa billahi kanzun min kunuzil janna. Karibu mwanangu, nakutuma wewe, ni mwanangu. Mtoto hapa ni Mtume Muhammad, baba Nabiullahi Ibrahim amemwambia na kuagiza, baligh ummataka minni salam, nenda wapelekee umma wako salamu. Jamanini, tumewahi sisi kusalimiwa na Nabiullahi Ibrahim kwa kuagizwa salamu zibebwe na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wapelekee umma wako salamu. Wa akhbiruhum, na usiache kuambia, annal jannata tayyibatu turba, pepo mchanga wake ni mzuri. Peponi kuna mchanga mzuri sana. Adhbatul mai, na maji matamu. Peponi kuna maji matamu, na ameasifu Mola maun ghairu asin, maji yasiyochacha yasiyovunda. Hapa duniani ukiteka maji ukayatia kwenye ndoo au kwenye pipa alafu ukayaacha yakae mwezi mzima, ukirudi utayanywa? Yananyweka tena? Yameshavunda, yameshachacha. Lakini peponi kuna maun ghairu asinin, maji yasiyoharibika. Adhbatul ma wa annaha qi'anu, na pepo uwanda, yani pepo ni eneo kubwa. Tusiwekeane roho mbaya. Siku hizi duniani hapa kuna roho mbaya. Kuna watu wamejipa mamlaka ya kugawa pepo hivi duniani, na Dar es Salaam wapo wanagaia watu pepo ya Mungu. Huyu haingii, huyu haingii kabisa peponi, akaingie huyu. Yako ulijenga, unagaia watu pepo, we mwenyewe umejua hali yako. Kwani nadhani huyu ndo ataingia na huyu bwana lakini yule haingii. Yule kama mwenda wazimu anagawa pepo ya Mungu wakati hata hajui namna gani ilivyo. La, aljannatu qi'anu, ni jangwa kubwa pepo. Si tumeambiwa sisi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha samawatu. Unasikia Mwenyezi Mungu huyo? Pepo upana wake ni mbingu na ardhi. Wa ghirasuha, peponi kuna kilimo, na sote tunatakiwa tulime kilimo cha peponi. Sijajua kama leo mmelima. Ghirasul janna, ukilima peponi kilimo chake ni wewe kusema hivi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Hebu semeni hayo maneno, ndo mnalima peponi. Hamsemi, hamtaki kulima peponi. Mnaacha watu walima bange duniani, peponi hamtaki kulima. Semeni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbaru wala haula wala quwwata illa billahi al-aliy al-azim. Kila mtu hivi sasa ninavyoongea hapa mlipokaa ameshalima peponi. Sasa sijui siku ya mita, kama umelima mita 5 mita, lakini umeshalima peponi na umeshapanda.
Kumbe kuna vilimo unakwenda kuvuna peponi, unalima ardhini hapa duniani. We hulimi, kutwa nzima kinywani kwako kunatoka matusi tu, unatukana watu, kutwa nzima husemi ila mpira, kutwa nzima kilimo cha peponi kipo. Ametoa salamu Nabii Ibrahimu kumpa Bwana Mtume Muhammad atueleze namna ya kulima peponi. Kila saa lima, wewe na mkeo na wanao, kaeni kitako kasaa, hapana kuangalia TV kila muda. TV zimethuru ndani. Muda wote watu, mke, watoto, muda wote na TV. Mpaka limekuwa jambo gumu. Wengine hapa mnarudi nyumbani upokelewi na mkeo. Anaangalia otomani mkeo. Anaona akitoka dakika moja atapita pointi, itampita pointi. Mpaka hali yenu imekuwa ngumu maskini. La, jifundisheni kulima. Waambie familia, leo wanangu nataka tulime kidogo, njoni hapa. Watashangaa, baba tulime tena? Maana toko umewazaa hajawahi kushika jembe hata siku moja wanao. Hawajui jembe. Mwambieni njoni tulime. Kaeni hapa. Baba tunalima tumekaa. Ndio, kaeni hapa. Hebu nifuatisheni. Unawambia semeni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah. Allah waambia wanangu tumelima. Haya ndo maelekezo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ayuha sada wal qada, tunataka kutoka uwingu wa saba. Tunaelekea wapi? Wa baada dhalika salaka an-nabiy ma khalilihi wa rafiqihi lirihla sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ila an wasala ila sidratil muntaha. Safari imetoka mbinguni, wamekwenda zao mpaka mahala panaitwa sidratu al-muntaha. Na kwa hadithi za Bwana Mtume Muhammad, sidratul muntaha ni mti. Uko mti shajaratun fauka samai sabia, ni mti uko zaidi ya mbingu saba huko, na kwenye mti huo ndo yanakomea mambo yote yanayotoka huko ardhini chini. Mwisho wake ni hapo sidratul muntaha. Kutoka hapo hakuna la ardhini linavuka kwenda huko. Hata malaika mwisho wao ni hapo. Wamefika sidratul muntaha. Ni mti. Ule mti una majani kama ya, umesifiwa majani kama ya tembo, una matunda makubwa. Sitaki kuelezea sidratul muntaha, lakini ni mti. Iltafata an-nabiyyu hawalaihi falam yajid ar-rafiqa rihlata Jibril. Wakifika sidratul muntaha, ghafla mtume anaangalia kando, hamuoni tena Jibril. Amebaki peke yake ugenini huko, kwa hali ambako mtume hajui kichochoro hata kimoja. Mwenzake na kiongozi wa safari kapotea na hakumuaga. Fanada an-nabiyyu bi'ala sautihi ya Jibrilu afi hadha al-makani yatruku al-khalilu khalila. Jibrili upo wapi? Kweli mahala hapa ndiyo hasa rafiki anaweza kumwacha rafiki yake kwenye ugeni kama huu? Ngojeni nikupeni mfano. Hujawahi kwenda Marekani hata siku moja. Hujawahi kwenda Uingereza hata siku moja. China hujawahi kwenda hata siku moja. Basi naondoka huko China, natoka huko China bure. Kuna watu wamezaliwa hapa Tanzania kwenye kijiji fulani huko, hajawahi kufika Dar es Salaam hata siku hii. Na wengine ndugu zenu, au sio? Wewe huna ndugu zako hawajawahi kufika Dar es Salaam hapa, hauna ndugu zako hao? Haya, siku moja anakuambia kaka nakuja. Haya njoo, nitakupokea huko Mbezi Luis kwa Magufuli. Haya njoo. Unakwenda stendi, unampokea, unakuja naye, kwa mfano mnaelekea Mbagala huko, Kingugi. Ndio unakokaa. Nampeleka ndugu yako Mbagala Kingugi. Jamani siwadharau watu wa Mbagala, la, ni tuko darasani sisi hapa. Na nyewe vile vile watukufu, najua watu wa Mbagala. Unakuja na ndugu yako kutoka Mbezi, hajafika Dar es Salaam hata siku moja. Na ni aina ya wale watu werevu ambao nyinyi mnawaita washamba. Dunia imefika pa ovyo. Mmegeuza ushamba ndo mnaita ujanja, na ule ujanja mmeuita ushamba. Hakuna ujanja kwa mwanadamu kama kuchunga usalama wake. Ujanja namba moja ni mtu kuchunga usalama wake. Mtu wa kijijini akifika hapa mjini, itamchukua masaa mawili kuvuka hii barabara, au sio? Na wakati wa kuvuka utamhurumia. Utadhani kama Filbert Bayi anavokatisha mbio mno, hana utani na usalama wake. Wewe mtu wa Kinondoni hapa umeitwa mjanja, unapisha gari kwa bega.
Na wauliza mimi, sasa mjanja wewe au mjanja yule? Kati ya wewe unaofanya hivi kwa bega, alafu kuna bodaboda huku unainua mguu tu kidogo ipite. Sasa wewe mjanja mshamba? Watu wote mnaojitia mmezoea magari na hamuyapishi tena hadi mjue kama huo sio ujanja, ni ushamba. Na ndio maana mijini kugongwa watu ni kila siku, kwa sababu ya kugeuza ule ujanja mkaita ushamba. Sasa bwana anakuja na huo ujanja, ndio kwanza afike hapa. Mjanja wewe, mpaka anakushangaa, wewe bwana mbona upishi gari? Unaambia tulia bwana, wewe si umefika leo hapa, wewe ndio mjanja. Bwana tangulia mimi sivuki. Twende bwana wewe, twende. Wewe mjanja sana. Unafika Kariakoo. Na ninapachagua Kariakoo penyewe, mtaa wa Kongo. Na muda ni saa 12 jioni hivi, karibu jua kuzama. Jamani wakazi wa Dar es Salaam, mnapajua mtaa wa Kongo? Mida ya jioni saa 12. Huna hata pa kuweka mguu. Unaye huyu mgeni wako, wewe ndio mwenyeji. Alafu wewe mjanja kweli, kumbe ndo mshamba wa mwisho kabisa. Unafika naye Kariakoo. Mara huyo mgeni anageuka kulia na kushoto, hakuoni. Kasha kupotea, hamuonani tena. Nisaidie mimi kujaribu kupiga picha ya hali ya huyu bwana. Ana hali gani huyu mgeni? Mwingine sasa akaamua kukaa chini analia tu basi. Naamua kulia tu, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie basi tena, kwa sababu si ndio namuita mshamba. Na huo ni mtaa wa Kongo ulipomtelekeza nduguyo. Mbinguni inda sidratil muntaha. Ugeni wa huko sio kama ugeni wa hapa. Mtume anaona mwenyeji wake wa safari hamuoni. Hapa ndio mahala mwenyeji kweli anamwacha mgeni wake. Faradda alayhi Jibrilu kailan wan nabiyyu yasma'u sauta wala yara shakhsa. Mtume anasikia majibu ya Jibril lakini hamuoni tena. Ya Rasulullah, azzu alayya firakuka ya Rasulullah huna. Innaka idha taqaddamta min hadha almakani khutwatan wahida ihtarakta, amma ana fa idha taqaddamtu khutwatan wahida lakhtaraktu. Mimi hapa bwana hatuwezi kuonana, mwisho wangu hapa sitakiwi kuongeza safari. Walakin wama minna illa lahu maqamun ma'lum, mimi mwisho wangu ni hapa. Wewe sio kama mimi. Nataka hapa muone utukufu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril anamwambia wewe sio kama mimi. Hapa tulipofika, ikiwa wewe bwana mkubwa utaendelea kwenda mbele, utazidi kung'ara kwa nuru yako inazidi. Lakini mimi nikivuka hatua moja tu hapa kwenda mbele, hatua hii, nitateketea kwa nuru ya Mungu, siwi mzima tena. Uhai wangu utaishia hapa. Yani huko hadhi ya kuendelea huko mbele sio mimi tena, ni wewe peke yako. Hadhi ya kuanzia hapo kuendelea mbele ni ya mmoja tu, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sahbihi wasallam. Wa baada dhalika salaka an-nabiy madarij al-asrari hatta waqafa ala haqa'iq al-anwari wa kullu hadhihi al-anwar min nuri an-nabiy al-mukhtari. Safari imeendelea sasa, mtume peke yake anapita bwana mkubwa kwenye mapazia ya nuru, anaelekea. Akasikia tangazo, anaambiwa zurta samawati yauma fawqahunna bihim ala munawwirin billuhil lujumi hatta balagta samaan la yuta'u laha ala janahin wala yus'a ala qadamin wa qila kullu nabiyyin 'inda rutbatihi wa ya Muhammadun hadha al-arshu fastalimi. Uko ni wewe tu. Ameambiwa leo umeitembelea mbingu mpaka umefika mahala hapajawahi kupitwa hapa mahala kwa ubawa. Hakuna kiumbe anayesafiri kwa mbawa akawahi kufika hapa, wala hapa habajapitwa kwa unyayo. Hakuna kiumbe anayetembea kwa miguu kawahi kufika hapa. Na kila mtume ana nafasi yake, na we nafasi yako ni kuielekea arshi ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Bwana mtume kaendelea hatta wasala ila al-arshi al-azim. Mtume kafika destination yake. Sasa kafika mwisho wa safari, amefika kwenye arshi ya Allah. Mtu mmoja katika watu wema ametusomesha akatuambia, as-samawatu sab'u wal ardhuna sab'u
binisbati lilkursi ka halakatin fi falati. Hapa tufatane vizuri. Mbingu 7 zote na ardhi zote 7 ukizichanganya ukubwa wake kulinganisha na kitu kinaitwa kursi. Liko jambo linaitwa kursi, na nyinyi mnasoma kila siku wasi'a kursiyuhu samawati wal ardhi. Basi mbingu 7 na ardhi 7 na vilivyomo kulinganisha na kursi, kahalakatin fi falati, ni sawa na coin, ile pesa ya sarafu umekwenda kuitupa jangwani. Yaani ile kursi ndio jangwa, na mbingu zote 7 na ardhi ni kama ichoke shilingi moja ukilinganisha na kursi. Na ndio Mola akasema wasi'a kursiyuhu samawati wal ardhi, au kursi imepita upana mbingu na ardhi. Wal kursiyu binisbati li arshi rrahmani halakatin fi falati, yani hidwatun marmiyatu sahara. Na hiyo kursi iliyozipita mbingu 7 na ardhi zote, na yenyewe ukienda kuitupia kwenye arshi ya Allah ni kama shilingi jangwani, kama umetupa shilingi jangwani. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Mtume kafika kwenye arshi ya Mola wake. Lamma wasala ila al-arsh kharra an-nabiy sajidan li maulah. Mtume kapiga sijda. Sasa kafika mahala patukufu, bwana mtume amesujudu. Aliposujudu qala fi sujudihi at-tahiyatu lillah. Ndio ile umefika mahali unaamkia, sio? Sasa mtume anaamkia, amesema at-tahiyatu lillah, maamkizi mema ni ya Mwenyezi Mungu, was-salawatu wat-tayyibatu. Fahayahu rabbuhu, na Mwenyezi Mungu akamsalimia mtume wake akamwambia assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani iwe kwako mtume na rehma za Mungu na baraka zake ziwe kwako. Wanasalimiana Mola na mtume wake, hakuna mtu yuko huko wala kiumbe yuko, bwana mtume na Allah tu peke yao. Fa kaifa yaruddu salama, kaifa yaruddu tahiyya hadhihi tahiyya almubaraka min inda rabbi, itakuwaje majibu ya salamu? Alosalimia ni Mungu. Sasa mtume anaitikaje salamu hii? Kaifa yaruddu rasulu tahiyya, mtume ataitikaje salamu hii ndugu waislamu? Hal yakulu wa alayka salamu ya rab, je amwambie Mungu wa alayka salam? La, inna Allaha huwa salam wa minhu salam wa ilayhi yaudu salam. Huwezi kusema Mungu na juu yako amani, Mungu mwenyewe ndio amani. Anajibuje salamu hii? Hal yakulu nabii wa alayya salam, basi mtume aseme sawa na mimi juu yangu amani. Yeye kaambiwa na Mola amani iwe kwako, naye aseme sawa juu yangu amani. Inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana la ya'rifu al-ananiyata wala hubba dhat. Mtume alikuwa mtume sio selfish, alikuwa hapendi ubinafsi, yani apate khairi peke yake. La, kana yuhibbu al-khaira lin-nasi ajma'in. Mtume alikuwa anapenda khairi ziende kwa watu wote, na sisi katufundisha, anasema ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik, wapendelee watu mazuri unaojipendelea mwenyewe. Na katika riwaya ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Tumefundishwa mabwana na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, iwe tunapendeleana kheri. Limepotea hilo jambo sasa, sisi hatupendeleani kheri. Kila mtu anataka kheri apate peke yake, mwenzie asipate. Na haya ni maradhi, Mungu atuponeshe inshallah. Poneshe maradhi mabaya sana haya. Wewe pendelea wenzio kheri. Ikifika kheri kwa wengi, na wewe utapata humo kheri yako. Idha qaddamta manfa'ata al-'amma fa inna maslahata ash-shakhsiyata tandarju tahta maslahati al-'amma. Watu wa kanuni wanatuambia, ukiweka mbele maslahi ya wengi, basi ndani ya maslahi ya wengi na maslahi yako yako mule mule. Ukiweka mbele maslahi ya wengi na unapata mule mule. Mmoja aliziba njia, mtu mmoja amejenga akaziba njia, kwa sababu eneo la kiwanja chake linakaribia kuimaliza njia kabisa. Akaiziba yote. Alipoiziba yote, watu wakapata dhiki, wakamwendea, bwana mbona unaziba njia? Asa ni eneo langu. Sasa sawa, lakini ni njia ambaye ni eneo langu, nakwambia nimeziba kwangu, sijaziba kwako. Haya sawa, hamna neno bwana.
Baada ya wiki 2 nyumbani kwake ukatokea moto, kumeungua moto. Sasa imepigiwa simu ile gari ya kuzima moto, mnajua naita ambulance, au sio? Ambulance ilikosa pa kupita, imebidi ishie kule, huku haiji, na kwa maana hiyo nyumba yote ikateketea kwa sababu ya ule ujinga wa ubinafsi. Mtume kamuitikaje Mola wake salamu? Innahu qala bilisani ridha, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, amani iwe kwetu sisi maashira al-anbiya wa ala ibadillahi salihin ila yaum al-qiyama, mpaka siku ya kiyama. Mola, amani iwe kwetu sote. Mtume alikuwa hapendi ubinafsi kama wa kwetu. Amekuja bedui, jaa arabiyu wa salla waraa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa arada an yad'u Allah bid'awatin dhannaha saturdi rasulallah faqala arabiyu fi da'wahu Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan siwana. Alikuja bedui mmoja mjinga kweli, akaja kusali nyuma ya bwana mtume peke yao, kapata golden chance, yani yeye na mtume tu anasali. Akatamani kuomba dua, akadhani ile dua mtume ataipenda, tamfurahisha. Akasema, Allahumma, e Mola wa haki, irhamni wa Muhammadan, ni rehemu mimi na Muhammadi tu, wala tarhamu ahadan siwana, wengine wote achana nao. Watu wa dunia nzima wengi Mungu achana nao, mimi na mtume tunatosha. Sasa huyu bedui dua hii ingejibiwa, sisi tulikuwa tumekwisha. Kwa kweli tulikwisha sisi. Lakini faghadhiba an-nabiyyu minhu wa qala lahu ya a'rabiyyu laqad hajjazta rahmatallahi allati wasi'at kulla shay'in, acha kuziba rehema za Mungu, zinampata kila mmoja. Baada ya kikao na salamu, qala rasulullahi ashhadu an la ilaha illa Allah, faradda alayhi rabbuhu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, na mimi nashuhudia we Muhammad ni mtume wangu. Lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biilmi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Jamani, ni ugeni, dhiyafatun ilahia. Sasa mgeni na mwenyeji wake si wamekutana, sasa si wanasalimiana. Yamepita mazungumzo yasiyojulikana na yeyote kati ya mwenyeji na mgeni wake, wamezungumza. Sasa mgeni anaondoka, bwana mtume anaondoka huko. Tabia, mgeni akikutembelea anaondoka, jamani, si unampa zawadi? Mmekuwa wagumu, hata zawadi hamtaki kutoa. Mgeni hupewa zawadi, na mtume alipewa zawadi. Faradha Allahu ala habibihi wa ala ummatihi 50 sala fi al-yawmi wal layla. Zawadi iliyotoka mbinguni ni swala. Mola kampa zawadi mtume wake swala, lakini swala ni 50. Tulitakiwa tuswali swala 50 kwa siku. Hebu nambieni, zingebaki hizo 50 kwa siku, mpaka muda huu ungekuwa umepata ngapi? Maana hizi 5, kuna mtu toka asubuhi kapata hizi, alipata adhuhuri pengine, na hii ndo ya pili, ikaja kwenye muhadhara kusikiliza, hii itakuwa ya pili. Mwingine hajapata hata moja, au sio? Na ni 5, zingekuwa 50. Mtume kabeba swala 50 kutuletea. Marra ala kalimillahi Musa, amerudi kapita kwa nabii Musa, na Musa nilikwambieni wingu wangapi? Wingu wa 6. Amemuuliza madha qala rabbuka, Mola wako kakwambiaje? Akamwambia, mimi natakiwa kusali faradha alayya 50 swala ana wa ummati. Nabii Musa akamwambia, irji ila rabbik, tafadhali rudi, inna ummataka la tatiku, ummati wako hawawezi swala 50. Jamani, mimi namshukuru Nabii Musa. Au nyinyi mnaonaje? Huyu Nabii Musa huyu kawa mtu mzuri huyu. Ametuhurumia, akamwambia rudi kwa Mola, hawa umma wako hawawezi, rudi ukapunguziwe. Mtume amerudi, fasukitat 5, zikapunguzwa 5. 50 toa 5 na baki ngapi? 45 tungeweza sisi. Musa akamwambia rudi, mara ya pili anamwambia rudi, bado huu mzigo mkubwa huu, rudi. Karudi Nabiullahi Musa. Alhamdulillah, rahimallahu Musa, Mungu amrehemu Nabii Musa, huruma yake kubwa sana.
Amerudi, anarudi tena na tena. Nabii Musa anamwambia hawawezi rudi tena. Kararati rihla, mpaka zikabakishwa 5. Semeni alhamdulillah. Baada ya kubaki 5, fanudia min qibali llahi jalla thanauhu ya Muhammad laqad awjabtu faridati wa khaffaftu an ibadi. Muhammad, sikiliza, sasa wajibu wangu umepita. Hizi 5 sipunguzi tena, na nimeshawapunguzia waja wangu. Kutoka 50 mpaka 5. Bado tena zipunguze. Au mnaonaje? Zingepunguzwa Msifanye hivyo, 5 basi. Akaambiwa ma yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-50 bihadhihi al-5 50. Yani 5 fil fi'li 50 fil ajri. Ma yubaddalu alqawlu ladayya. Sikiza Muhammad, nimekubakishia swala 5, lakini maneno yangu kwangu huwa hayabadiliki. Zitabaki 5 kwa kutenda, lakini malipo ni ya zile swala 50. Waislamu mkiswali swala 5 mnalipwa malipo ya swala ngapi? 50. Shukuruni tena, semeni alhamdulillah. Ili tudumishe swala inshallah. Sasa hapa ndio nataka niache hii maiki. Nataka kuiacha maiki kwa kukwambieni. Ibada ya kwanza kufaradhishiwa Waislamu baada ya Mtume Muhammad kupewa utume ilikuwa ni swala. Awwalu ma aujabahu Allah ta'ala min al-ibadat tawalla ijabuha bi mukhatabati Allah rasulahu laylatal mi'raj min ghairi wasita as-sala. As-sala. Swala ndio ibada ya kwanza. Kabla ya swala kushuka, Waislamu walikuwa hawana ibada wanafanya. Sikuswali, sikufunga, sikuhiji, si zaka. Swala ndo kitu cha kwanza. Jambo la pili, kwa kuwa ndio kitu cha kwanza na kimefaradhishwa mbinguni sio duniani, ndio Mola Mtume akasema as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Mabwana, nguzo kubwa ya dini yetu ni kuswali. Anayeswali ndo anajenga dini, na anayeacha kuswali ndo anabomoa dini. Mtaani kwako unapokaa kuna wabomoaji wa dini wangapi ambao wanavunja hii dini kwa kuwa hawaswali? Na pengine inawezekana wa kwanza mkeo haswali na watoto wako hawaswali. Yani mmekuwa ni familia ya watu wanavunja dini. Tunaelewana hivyo? Mungu atuongoze sote inshallah. Kama hiyo haitoshi, kwa huu utukufu wa sala, fahiya akhiru wasiyatin awsa biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ummatahu jaala yakulu wa huwa yalfidhu anfasahu al-akhira. Kwa uzito huo swala ndio wasia wa mwisho wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ameutoa wasia huu Mtume wakati anadaka pumzi zake za mwisho, yufariku dunia. Mtume amekufa, ndugu Waislamu, anasema hivi: as-sala as-sala as-salatu wa ma malakati aymanukum. Na kuhusieni kuswali, swalini nyinyi na familia zenu. Ndio wasia wa mwisho. Mtume amekufa, kuna saumu. Mtume kafa, kuna zaka, au sivyo? Mtume kafa, kashaleta hija. Yote aliyawacha. Mtume amekufa, anahusia kuswali. Kwa uzito huo, mwisho, swala ndiyo mkoba wa amali zako. Fahia awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama. Ndicho kitu cha kwanza atakachohojiwa mtu siku ya kiyama. Ndugu Waislamu, kesi namba 1 ukishasimama mbele ya Allah siku ya kiyama, kesi ya kwanza ni swala. Na Mtume anasema fa in salahat salaha al-amalu kulluhu wa in fasadat fasada al-amalu kulluhu. Swala ikionekana nzuri, umepita, yote yataachwa. Swala ikionekana mbovu, basi, kwa sababu swala ndo mkoba wa amali zako. Mtume anarudi kutoka mbinguni, ana mkoba unaitwa swala, ambayo si tunatakiwa kuiheshimu na kuiswali mara 5 kwa siku. Amekuja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wajada alfirasha alladhi kana yanamu alayhi ma yazalu dafi'an kama taraka yara almaqadiri tajri fi a'innatiha wala tabitanna illa khaliyan bali ma baina ghambati aynin wa intibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila hali.
Ta'ammal ad-dunya bi'aini fikrin tara ad-dunya ad-daniyata kal khayali wa kullu al-kainati ghadan satafna wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali. Mtume karudi usiku ule, kakuta pale alipokuwa kaketi kabla ya kuanza safari bado pana joto lake. Yani kama wewe umekaa hapa saizi, ukiinuka siku na joto lako ulipokaa hapa. Mtume kakuta mayazalu dafi an kama taraka, kama alipopaacha bado pana joto lake. Amesafiri safari ndefu baina Makkah wa Palestin wa masafatu bainahuma 850 kilometran qat'aha fi aqalla min tarfat aynin bi qudrati man la yaghfal wala yanam. Amesafiri kilomita 850 kutoka Makkah mpaka Palestina, safari ya ngamia mwezi mzima na kurudi mwezi mzima. Yeye kasafiri usiku ule na katoka zake Palestina mpaka mbingu 7 tuliposafiri naye. Amerudi pale alipokuwa kakaa bado pana joto lake pale. Utadhani kainuka sasa hivi. Alipofika ana mzigo kapewa unaitwa swala 5. Falamma asbaha ghadat al-Isra' wal-Mi'raj fa idha bi'aduwi llahi Amr ibn Hisham al-Makki yamurru ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa yas'aluhu mustahzi'a. Yuko mtu mmoja anaitwa Amr ibn Hisham. Amru ibn Hisham mashuhuri yake Abu Jahali. Mnanielewa? Abu Jahali. Abu Jahali namjua, ni mjomba wake na Saidna Umar. Saidna Umar mnamjua? Akasema mtu amjui Umar hapa basi atakuja kutokea mara moja hapa, mtajuta akitokea Umar hapa saizi. Na hasa wale ambao hamjaswali leo. Akija Umar akamwambia kuna watu hawajaswali huko. Uombe dua utoke aje kukamata. Aje kukamata. Omar amezaliwa na mwanamke anaitwa Khantama bintu Hisham. Khantama bintu Hisham ndio mama yake Umar. Huyu Abu Jahali anaitwa Amru bin Hisham. Utakuja kuona mama yake na Umar ni dada yake na Abu Jahali, Amru bin Hisham. Kwa hivyo Abu Jahali akikutana na Umar ni mtu na mjomba wake. Waislamu nanielewa? Ni mtu na mjomba wake. Hadha kana aadai rasulillah. Ndio adui namba 1 na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asubuhi anapita, Mtume kafika usiku huo amekaa kwake hazinan, ana huzuni. Amepita Abu Jahali, yasaluhu mutahakkima, istifhamu tawbikh. Anamwambia alam yanzil alayka al-lailata shay'un ya Muhammad. Yani kwa Kiswahili cha sasa ngama anambia leo Muhammad huna jipya. Maana wewe ni mtu wa mapya hivi, mara nyingi una mapya mengi. Leo vipi huna jipya? Hujatuletea jambo leo. Qala Rasulullah laqad usriya bi al-lailata min al-masjid al-haram ila biladi Sham. Leo lililopo mimi nimesafirishwa usiku, nimetoka Makkah mpaka Palestina. Lam yukhbiruhu an-nabiy bi khabari as-samaa li'annahu idha kadhaba al-israa fa min babi aula sayukadhibu al-mi'raj. Hakumwambia nimekwenda mbinguni, kaambia nimekwenda Palestina tu. Kwa sababu kama atapinga hii habari ya hapa ardhini ya Palestina, mbinguni tutakubaliana kweli? Ikiwa hataki ya ardhini, mbinguni tutaelewana? Mtume hakumwambia nimeenda mbinguni, anambia nimekwenda Palestina. Akamwambia naam, nimekwenda Palestina. Wa uta fi nafsi al-laila, na umerudi leo hii usiku, umeenda usiku umerudi usiku huu. Qala lahu an-nabiy na'am, ambia ndio. Umekwenda umerudi usiku huu. Sie tunasafiri mwezi kwenda mwezi kurudi, wewe umeenda usiku umerudi. Naam. Akamwambia sawa. Awama tastati'u an tuhadditha an-nasa bima haddathani bi. Nikikuletea watu hapa unaweza ukawaambia maneno masu ukanikana. Hapa nina mpango wa kukujazia watu hivi sasa. Tukubaliane, nikishawaleta na wenyewe utawapa habari hiyo. Uniambie, kama hutowaambia nsiwaite. Hamu yangu ni waite hivi sasa. Utawaeleza? Qala lahu an-nabiy na'am. Tumekamwambia nitawaambia. Jamanini, kuna kaida, kuna kanuni inasema hivi: man khashiya Allah haqqa khashiyatihi fa kullu mukhawifin yakunu amamahu amana. Yoyote anomuogopa Mungu inavyotakiwa. Nisikizeni vizuri nyinyi watu.
Mtu yoyote anayemuogopa Mungu inavyotakiwa kumuogopa hapa duniani, kila kinachotisha kwake kinakuwa amani. Kila kitu kitakuogopa wewe. Lakini ukimuogopa Mungu kwa kubipu, kama unamuogopa kama muongo hivi hueleweki hali yako, wewe utaogopa mpaka mende. Kitakutisha kila kitu mpaka mjusi. Na mimi najua mnaonaje, lakini nipunguze sauti, sio? Sasa hivi hapa mlipokaa akitokeza paka watu ile wanakimbizana wakaingia paka hapa weusi mara moja, mtakaa humu. Mmoja akija paka akasimama hapa paka mmoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtakaa? Tunaogopa sisi mpaka wadudu kwa sababu hatujamuogopa Mungu inapotakiwa. Mwenye kumuogopa Mungu itakiwavyo, hakuna la kumtisha, hakuna kinachomtisha. Alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Wanaofanya kazi ya Mungu wanamuogopa Mungu, hawaogopi chochote kingine. Haya, nitie hao watu. Abu Jahali amekwenda mbio, mtu wa kwanza anayemtaka ni Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Yadhhabu ila Abi Bakar Siddiq awalan wa qabla kulli shay'in yuridu an yushattita suhba baina hadhaini ar-rajulaini salihaini. Anataka avunje mahusiano, avunje mapenzi, avunje urafiki kati ya Abu Bakari na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akifika amemuuliza, ya Aba Bakari, awama sami'ta madha yaz'umu sahibuk? Una taarifa za jamaa yako leo? Leo anampya. Wewe umekaa tu hapa, leo anampya huyo bwana, umepata taarifa leo? Madha yakulu sahibi, anasemaje bwana mkubwa? Yazumu annahu usriya bihi laylata min almasjid alharami ila masjid al-aqsa. Leo kasema hivi, muda huu amesafiri usiku wa leo, ametoka Maka mpaka Palestina, wa asbaha baina dhaharanaina, na ameamka na sisi hapa. Usifikiri kama kalala huko na kaamka na sisi hapa Palestina. Qala Siddiq, aw kad qala dhalik? Ndio alivyosema bwana Mtume hivyo? Qala na'am. Qala inni usaddiquhu fima huwa ab'ada min dhalik. Wewe unashangaa Palestina? Mimi namwamini bwana Mtume akisema kaenda mbali kuliko huko. Ana ukhbiruhu bi khabari, usaddiquhu bi khabari sama, akiniambia kaenda mbinguni, mbona mimi sina tatizo, mimi namwamini. Hadhihi hiya sadaqatu waqta shidda. Ndugu Waislamu, huu ndo urafiki na mapenzi wakati wa dhiki. A friend in need is a friend indeed. Ukiona mtu uko naye wakati wa shida ndio mwenzako. Mnanielewa? Ma akthara al-ikhwana lakinnahum fi an-naibati qalilu. Jamani, duniani marafiki ni wengi sana, lakini subiri utawajua wakati wa shida. Wakati wa shida wanapungua, hawabaki wote, au sio? Kuna shida wanapungua. Abubakar akamwambia, mimi namuamini hata akisema kaenda mbinguni. Na ndo bana atoka siku hiyo akaitwa Abubakar Siddiq. Nyie mnamjua anaitwa nani? Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Hilo si jina lake bwana. Abubakar haitwi Abubakar, na Siddiq si babake. Anaitwa Abdullah bin Uthman. Abubakar anaitwa Abdullah ala rajih maqila fi maidani sira, anaitwa Abdullah, na baba yake anaitwa Uthmani. Yule mnomjua anaitwa Abu Kuhafa, jina lake ni Uthmani. Watu wamejaa. Jamaa sasa anajaza watu. Alisema anajaza watu, kaanzia hapa, lakini watu wanawajaza. Walipofika watu wamejazana, akamwambia, ya Muhammad akhbiruhum bima akhbartani bi, tafadhali na hawa waambie ulivyoniambia, na kuomba waambie vile vile ulivyoniambia mimi, tusikukataane hapa sasa hizi, sema vile vile. Fa akhbarahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihadhihi al-qissa. Mtume akawaeleza safari yote niloieleza hapa. Fa takasama an-nasu baina man tamassaka bi ra'sihi wa baina musaffiqin wa baina masaih. Wamegawika watu wanapomsikiza Mtume. Kuna wengine wamepiga kelele huyu, kuna wengine wapiga ferenge, wapiga vikofi hakadha. Leo kali
Siku zote huyu bwana anaongea lakini nyepesi nyepesi. Leo ndio kali. Wa fi nnasi qalu lahum in kunta dhahabta ila almasjid al-aqsa fasifu lana. Wakaambia, sikiliza, ikiwa kama kweli umekwenda Palestina usiku huu msikitini, tueleze msikiti ulivyo, tuambie ule msikiti ukoje. Wa fi nnasi man ya'rifu almasjid, na watu waliojea hapa kuna watu wanaujua msikiti ulivyo, maana watu wengi wamekwenda Palestina. Tueleze msikiti ukoje. Ayuha alikhwa, lam yakun ar-rasulu dhahaba liyasifa almasjid wa kana alwaqtu layla. Mtume hakwenda safari kwenda kagua msikiti, na muda wenyewe ulikuwa usiku. Si mnanielewa? Yani wewe mgeni hapa Kinondoni, halafu upite hapa msikitini na rakaa zako 2, kapiga rakaa 2 usiku kaendelea na safari. Ukifika huko unapokwenda ukaambana, tueleze msikiti wa Mtambani ukoje. Una maelezo? Kwani ulikuja ukagua msikiti hapa? Si ulikuwa na safari zingine tu? Wa kana alwaqtu layla. Lakinna rabbaka jalla jalaluhu arsala amran ila muhandisi at-television al-ilahi liyadha'u surata al-masjid al-aqsa amama al-habib al-mustafa fawasafahu baban baba wa nafidhatan nafidha wa turbata turba falamma sami'u al-wasfa min rasulillah kadhabu wa anadu wa qalu innal wasfa sadiqun lakinnal wasifa kadhabu. Mwenyezi Mungu hataki mtume wake adhalilishwe. Sio siku zile mpaka leo. Ukianza leo mipango ya kumdhalilisha mtume Muhammad, utadhalilika wewe, kwa sababu ana ulinzi wa moja kwa moja kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Amemletea picha pale mbele za watu. Allah kamfunulia picha ya msikiti wa Aqsa, ikawa kama anaangalia TV, msikiti uko mbele ya macho yake. Akaanza kutaja milango. Msikiti ule una milango kadha na rangi yake ni kadha, dirisha fulani liko namna kadha. Utadhani kasimama mule msikitini. Jamaa wanasikiliza. Abu Bakari yupo naye anaujua msikiti ule. Kila akisikia sifa mtume anaeleza, anasema sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah. Hivyo ndio hasa msikiti ulivyo. Zilipomalizika sifa za msikiti kutajwa, kafaru wakadhabu wa anadu wa qalu innal wasfa sadiqun lakinnal wasifa kadhabu. Tuliposikiliza hapa hizi sifa iliyotolewa ya msikiti sasa, sifa ndo yenyewe. Hii kweli ndo sifa ya msikiti, lakini huyo anayetoa sifa muongo. Sifa ni kweli naitwa muongo. Je, ningekosea? Ikiwa sifa nimepatia sasa mimi ni muongo, ikoje hali yangu ningekosea hapa? Jahadu biha wastaikanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Ndugu Waislamu, mtume kashafika na amekuja na swala, na muomba kila Muislamu hapa asipuuze kitu kinaitwa swala. Na huu umekuwa ni mtindo wa kupuuza swala. Swala ndiyo jahazi la kuvukia. Dunia ni safari. Tunasafiri kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safinatun najah, jahazi la kutuvusha tufike salama kwa Mungu ni kuswali. Ukiwa huswali au unaswali unavyotaka, unatoboa jahazi na hutofika salama. Siku ya Kiyama utayakumbuka ninayokuambia leo. Wasatadhkuruna ghada man yatihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.